Asante kwa kuendelea kufuatilia Mshike na nikukumbusha una nafasi ya kuungana nasi kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na X, zamani Twitter. Tunapatikana kwa jina la Azam TV TZ, lakini usahau kuungana nasi kupitia ukurasa wetu wa michezo kule Instagram Azam TV Sports. Huko unaweza kutuandikia maoni yako na tutakuja kuyasoma hapa kupitia Mshike. Ligi kuu ya NBC imeendelea hii leo kwa michezo miwili kupigwa Dar es Salaam. KMC wamepata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Dodoma Jiji FC, timu kutoka kule Dodoma. Katika mchezo huo mabao ya KMC yamefungwa na Abdallah Said aliyefunga dakika ya 6 na Rashid Chambo aliyefunga dakika ya 28, huku bao la kufutia machozi likifungwa na Idi Kipagwile dakika ya 39. Ushindi huo umeifanya KMC FC ifikishe pointi 30 na kupanda mpaka nafasi ya 9 baada ya kucheza mechi 26, huku Dodoma Jiji wakiwa na pointi 34 katika nafasi ya 6 katika mechi 27. Mwenzetu Omari Suleiman alikuwa shuhuda wa mchezo huo na ametuandalia taarifa ifuatayo baada ya mchezo huo kukamilika. Club wakitumia vema uwanja wa nyumbani na kuvuna alama zote tatu. Ushindi wa 2-1 kuvuna alama 3, na hivi sasa KMC watakuwa na alama 30 katika msimamo wa ligi kuu. Baada ya mchezo kuhitimika, tunapata wasaa wa kuzungumza na makocha, na kubwa zaidi tunazungumzia mchezo namna ulivyokuwa. Coach, karibu, zilikuwa dakika 90 za namna gani? Lakini tumeweza kuona kipindi cha kwanza build up nzuri, magoli ya mapema, hatimaye akakuweka sawa mpaka kwenye kipindi cha pili. Kiasi gani matokeo haya yanakwenda kukupa nguvu hasa kwenye msimamo wa ligi kuu? Of course tulikuwa tunahitaji pointi 3 na leo tumeweza kupata pointi 3. Ilikuwa mechi tough. Nadhani nampongeza kocha Meki kwa timu yake kucheza vizuri sana. Nadhani wameweza kudominate mchezo vizuri, lakini si tumeweza kupata point 3. Pamoja tulianza vizuri, lakini sijafurahishwa na baada ya yale magoli mawili na kuruhusu goli rahisi kama lile. Kwa hiyo ilikuwa disappointing, lakini all in all tunafurahi na point 3. Sasa hivi sio wakati wa kufikiria sijui umepiga pasi vipi. Sasa hivi point 3 hizo ndio tunahitaji zitusogeze. Kwa hiyo tuna mechi nyingine hapo mbele. The show must go on. Pointi 3 katika uwanja nyumbani, hapana shaka michezo kadhaa basi kama si 4-5 imesalia katika kuhitimisha ligi kuu. Una mchezo dhidi ya Mashujaa. Kuanzia hapo unakwenda kujipanga kiasi gani kuhakikisha unasalia katika ligi kuu lakini unaongeza alama? No, tutajiandaa vizuri na kuweza kupambana kwa kila mechi, kila tukutana mbele yetu. Kwa hiyo there's a lot of things tuna deal navo, tunajifunza. Nilisema tangia mwanzo tuna timu yetu bado I think iko immature, sikuwa uwezo wa kudeal na pressure kidogo. Nadhani imeweza kuwakuta, lakini it's a good team, it's a good young team, na tutaendelea tu kujifunza kila siku. Shukrani. Asante. Mwalimu Kali Ongala wa KMC akieleza hivyo kwa kiasi gani alama 3 zinaweka sawa, lakini wanakwenda kupambana kuhakikisha wanakaa vyema kwenye msimamo. Maxime, baada ya michezo miwili kufanya vizuri, huu mchezo mwingine unapoteza hapa ugenini, lakini mbeleni unakwenda kuwavaa Azam FC. Kupoteza huku funzo kiasi gani kama mwalimu, kiasi gani unakwenda kuijenga kuelekea katika mchezo unaofuatia? Hii ni ligi na mechi ni ngumu, umeona? Kwa hiyo ukipata pointi unashukuru Mungu, ukipoteza vile vile unashukuru Mungu, unakaa chini unaangalia plani ya game inayokuja. Mchezo unaofuata unautazamaje baada ya mchezo huu kupoteza? Homework unaenda kutumia kiasi gani kupoteza huku, lakini kuhakikisha unajiweka sawa kuelekea mchezo ujao? Sasa siwezi kuongelea kwa sababu sijaanza maandalizi yake, umeona? Kwa hiyo sasa hizi nitakaa chini, nitadraft namna gani tucheze na Azamu. Hapo sasa ndo nitakuwa na majibu ya kusema kwa nikiingia na Azamu nitacheza hivi, nitacheza hivi. Shukrani. Asante. Na mwalimu Maxime akizungumza akihitimisha hivyo baada ya matokeo ya jumla, Dodoma Jiji wakifungwa katika uwanja nyumbani wa KMC. Lakini kama unavyoweza kujionea, huyo
ni Abdallah Saidi Lanso, mchezaji bora wa mchezo wa leo, mchezaji ambaye amesaidia timu yake kupata mabao mawili, akifunga goli moja na akitoa assist ya goli moja, akiwa katika kiwango bora kabisa katika mchezo wa leo. Abdallah Saidi Lanso huyo akipewa tuzo yake na wadhamini wa ligi kuu ya NBC baada ya kufanya vyema katika mchezo huu. Huo ndo mchezo ulivyo. Mchezo una matokeo matatu: kushinda, kusuluhu ama kufungwa, na matokeo ya jumla ni KMC Football Club wakitumia vyema uwanja wa KMC Complex na kupata ushindi wa mabao 2-1. Kwa niaba ya timu nzima tukiongozwa na director Ali Mkongwe, lakini timu yote. Katika mchezo mwingine wa ligi kuu NBC uliochezwa leo, Tanzania Prisons imetoka nyuma kwa magoli 2-0 na kusawazisha kisha kuongeza goli moja na kupata ushindi wa magoli 3-2 dhidi ya JKT Tanzania kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine pale Mbeya. Ushindi huo umefanya Tanzania Prisons kufikisha alama 37 katika nafasi ya 14 baada ya kucheza mechi 27, wakati JKT Tanzania wenyewe wakiwa nafasi ya 7 na pointi 32 baada ya kucheza mechi 26. Mohamed Bakari alifungia JKT Tanzania bao la kwanza katika dakika ya 12 kabla ya Jumanne Elfadhili wa Tanzania Prisons kufunga katika dakika ya 42 na kuweka mbele JKT Tanzania kwa mabao 2-0. Hadi mapumziko, Tanzania Prisons ilirejea kipindi cha pili kwa nguvu kubwa na kufanikiwa kupata bao la kwanza katika dakika ya 51 kupitia mfungaji Oscar Mwajanga. Bao la pili la Tanzania Prisons lilifungwa na Jeremia Juma dakika ya 78, kisha Mwajanga akafunga tena bao la pili kwa upande wake na la tatu kwa upande wa Tanzania Prisons kwenye mchezo huo dakika ya 90 na kuipa ushindi wa nyumbani timu yake. Baada ya mchezo huo, makocha wa timu zote mbili walizungumzia kilichotokea katika dakika hizo 90. Kwanza tactically tunapaswa tuwe vizuri kwa sababu mechi zilizopita ni tofauti kidogo. Zile mechi kwa tunacheza watu kama wote tuna pressure, lakini sisi tuna uhitaji, tunakutana na timu ambayo at least imerelax. Unajua yenyewe imerelax. Maana yake ni kwamba psychologically wao ni kama hawako na cha kupoteza. Kwa hiyo comfortably watapenda kucheza. Kwa hiyo na kwa nature ya JKT Tanzania kwa msimu huu naona chini ya Madiali ni timu ambayo inacheza. So sisi nadhani kiufundi tunapaswa kuwa vizuri. Yaani kwa maana ya kuona JKT Tanzania kwa namna jinsi walivyo katika mechi za karibuni wamechezaje, tactics wakoje, na sisi namna ambavyo tunaweza kuamudu, lakini tusisahau kwamba sisi pia ni timu ambayo tuna possess. Kwa hiyo yote tujaribu kuona kwamba kama kuna gaps ambazo tunaweza kuzipata, tukaexploit gaps zile, ni kitu ambacho tumekifanyia kazi mazoezini. Lakini yote lazima psychologically tuwe vizuri. Tuwe vizuri kwa maana kuna kipindi cha pressure ambacho tunajua kwamba tutakuwa nacho, lakini kuna kipindi ambacho sisi tunapaswa tuwanyime mpira. Sawa. Wakati nafikiri waandishi wengi walikuwa wakiniuliza hilo swali, timu yako haifungi, inacheza vizuri, inazuia vizuri, lakini haifungi. Nikamwambia kwamba ni kazi ya mwalimu, ni homework kwangu, itafika time tutafunga. Ukijaribu kuangalia raundi ya kwanza tulivyoanza, ni kweli sisi ilikuwa kufunga, inaweza kawa kazi ngumu kufunga, lakini ilikuwa bado tunaweza tukacreate. Lakini swala la ule utashi wa kufunga ilikuwa shida. Lakini raundi ya hizi sasa hivi tunafungwa, lakini pia tunaweza tukafungwa. Yaani tunafunga goli na sisi tunaweza tukafungwa. Kwa hiyo wakati una collect sehemu moja, ukibezi sana, bezi nyingine inaweza kuwa. Kwa kama mwalimu ni jukumu langu kuhakikisha kila department inakuwa vizuri kwenye moment zote. Lakini nilisema swala la time, nafikiri watu wengi wamenielewa. Sasa time itafika tutafunga. Na time imefika tunafunga. Sasa I think ni good motivation kwetu. Lakini sana tuna feel image. I think ule ni mchezo mwingine uliisha, tuka celebrate kwa muda ule, basi kama imeisha. Tunashukuru Mungu kwamba tulipata nafasi ya kusogea sehemu nyingine, lakini kwa sasa I think tuko na focus na image. Ahmad Ali, kocha wa JKT Tanzania. Unimshike usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi baada ya kuangalia michezo hiyo ambayo imepigwa hii leo. Nizungumze na mchambuzi wa masuala ya kabumbu Godlisten Muro, tusikie mtazamo wake kuhusiana na michezo hiyo. Ndugu yangu karibu sana. Vipi, uko vizuri? Keni, nashukuru. Mambo yanaenda? Niko sawa. Asio. Bana, tumeshuhudia mechi ambayo ilikuwa ni kama finali. Comeback hatari sana mpaka half time wako nyuma kwa magoli 2-0. Baada ya kurejea wameweza kuondoka na alama zote tatu. Wapi Ahmad Ali alikuwa na vijana wake? Waliridhika na mtaji wa magoli 2 waliokuwa nao, ama pia ubora na mbinu za Tanzania Prisons kipindi cha pili ziliwapoteza kwenye ramani JKT? Nafikiri si mara zote anakuwa amekwama, lakini wakati mwingine unaangalia upande wa pili. Walifanya homework yao kwa kiwango gani? Mpaka dakika ya 50 Prisons walikuwa nyuma kwa mabao 2.
yametengenezwa vema yote na Shiza Ramazani Kichuya, kuanzia bao la kwanza ambao alitoa assist kwenye open play, bao la pili ambao alipiga kona. Lakini unawatazama Prisons wako wapi? Nafasi za chini kabisa kwenye msimamo, dhidi ya JKT ambayo katika ile top 8 timu 8 bora kwa msimu huu mpaka hapa tulipofika wanapatikana hapo. Ni juzi tu wametoka kuingia nusu finali ya kombe la FA. Kwa hiyo performance yao ilikuwa vema kabisa, lakini unaangalia reaction ya Prison kipindi cha pili, namna ambavyo walireact vizuri. Unagundua mikimbio yao ndani ya kiwanja, matukio na matendo waliokuwa wanayafanya, ule ushap ndani ya box la mpinzani. Ndio kitu ambacho utasema unamsifia Oscar Mwajanga, namna ambavyo alikuwa sharp kwenye kila tukio ndani ya kiwanja. Unamsifia Jeremiah Juma ambaye alifunga pia bao la pili katika namna ambayo ilikuwa ni engo ngumu sana. Mpira unakaribia kutoka hapa karibu na mwamba anafika. Ni kuonyesha commitment ya namna ambavyo tunatakiwa tufufuke kutoka kwenye ile mistari miekundu miwili. Wamekaa na Ken Gold pale chini kwa muda mrefu sana. Hizi ni mechi ambazo mara nyingi mimi huwa nazungumza nasema haziwahitaji wachezaji 11 kiwanjani. Ni mechi zinazohitaji wanajeshi 11 kiwanjani. Nyakati ambazo timu inatakiwa isalie kwenye ligi, nyakati ambazo timu inatakiwa ijinasue kwenye mkasi wa kushuka daraja, huwa sio wachezaji tena. Wale wanatakiwa kuwa mashine ambazo zinafanya kazi zaidi ya namna ambavyo walikuwa wamejiandaa kwenye msimu. Kwa hiyo Prisons wamefanya zaidi ya kijeshi kuliko zaidi ya wachezaji. Hicho ambacho nakizungumza cha hatima ya wao kusalia ligi kuu, ukiangalia na mechi zinazofuata ni kama Tanzania Prisons ana mfupa mgumu, sio kitoto. Ni kweli. Na nilikuwa nafanya tathmini hapa msimu uliopita, timu ambazo zilishuka daraja moja kwa moja, Geita pamoja na Mtibwa. Geita pointi 25, Mtibwa pointi 21. Unaangalia timu ambazo walau zilikwepa ule mkasi wa kushuka daraja, ilikuwa kuanzia pointi 33 kina Dodoma Jiji, sogea mbele Fountain Gate, juu yao Kagera, ndo walimaliza juu pointi 33, 34. Kwa chini ya pointi 33 Kennedy Moses ni vigumu timu kusalia kwenye ligi, whether ikacheze playoff ama iwe imeshuka moja kwa moja. Sasa unaangalia Tanzania Prisons baada ya ushindi wa leo, unaona wamemove at least pointi 27. Michezo kwa imebakia mitatu tu. Leo wamecheza mchezo wa 27, ambao michezo mitatu ni sawa sawa na alama 9. Kwa hiyo wana maximum ya pointi 36 tu mbele yao kuweza kuzitimiza, kwa maana ya maximum 27 jumlisha 9 ambazo zimebakia mbele. Kama watafanikiwa kuzivuna, manake wana possibility, uwezekano wa kufikisha pointi 36, of which kwenye mahesabu ya misimu kadhaa iliyopita 36 mtu anasalia kwenye ligi. Issue ni Mwalimu Amani Josia wa Prisons anaendeleza hii ambayo tumeiona ya kina Jeremiah Juma kurejea kwenye kikosi, kina Jumanne Elifadhili, although leo anaweza kuwa ni siku ambayo kidogo ilikuwa nzito kwake kwa sababu alijifunga bao la pili kama unakumbuka, lakini ni kama amerejesha ile spirit ndani ya timu. Kwa hiyo kama maximum ni pointi 36 na watu timu nyingi zinashuka chini ya pointi 32, 33, wanaweza wakasalia, japo si kwa wepesi huo, kwa sababu timu zilizoko juu hapo pia zinapambana zione kwamba hawa wanaotoka hapa kwenye mkasi wa kushuka daraja ndio wanaweza kuwavuta shati pale. Haya, muda unakimbia. Watoto wa shule manispaa ya Kinondoni leo wamewakazia wenzao kutoka Dodoma. Ilikuwa ni bato ya halmashauri. Wao wametoboa hii leo na kuokota alama 3. Unamuona wapi mwalimu na vijana wake Kali Ongala, hasa mara baada ya alama 3 za leo? Maana na wao hawapo sehemu nzuri sana. Bato ya halmashauri ama unaweza kusema dabi ya TAMISEMI. Dodoma Jiji pamoja na KMC wote wako chini ya TAMISEMI. Ukitazama vizuri kwa KMC, Mwalimu Kali amezungumza hapa. Wameshinda mchezo lakini hajaridhishwa na mambo mengi sana. Kitu pekee ambacho alikuwa anakifanya ni unaweza ukacheza katika ile ugly game. Mchezo sio vutia kabisa. Mchezo kawa hauna sura nzuri, lakini wewe kwenye numbers kwenye ubao zikawa zina sura nzuri. Dhidi ya Dodoma, nafikiri Dodoma amedominate kila kitu, lakini pointi 3 kwa KMC ilikuwa ni muhimu. Pointi 30 sasa amefikisha 3 zaidi ya Prisons ambaye anajinasua asishuke. Bado gap unaliona ni dogo, lakini mechi zilizosalia bado ni ngumu mbele yao. Ngoja tusubiri, wana Mashujaa pia shughuli wanayo bana. Shukrani sana Muro. Asante Ken. Naam, ni Godlisten Muro huyo nikizungumza naye kuhusiana na uchambuzi wa mechi kubwa ambazo zimepigwa hii leo. Lakini mbali na hilo, ni kukumbusha kwamba ligi kuu NBC itaendelea hapo kesho kwa michezo miwili kuchezwa, ambapo kule mjini Bukoba Kagera, wenyeji Kagera Sugar wao watacheza dhidi ya Azam FC kwenye uwanja wa Kaitaba. Makocha na wachezaji kwa timu hizo mbili wamezungumzia maandalizi yao kuelekea mchezo huo wa hapo kesho.
Tumefanya maandalizi ya kutosha kuelekea mchezo wetu wa kesho. Mchezo muhimu sana kwetu, mchezo ambao unatupa ramani wapi tunaelekea. Kwa hiyo tumejipanga, tupo sawa sawa, tunasubiria muda tu ili twende tukacheze mechi yetu. Ni mechi muhimu, lakini tunacheza na timu ngumu. Timu ya Azam ambayo iko kwenye nafasi nzuri, haina kitu chochote cha kupoteza kwa sababu wao tayari wapo kwenye top 4. Sisi ndo tuna mahitaji pengine makubwa kuliko Azam. Na ni mechi ambayo itakuwa ina ushindani, lakini kwa sababu sisi tunahitaji zaidi, pia tunamuomba Mwenyezi Mungu naye atuwekee wepesi, maana kila kitu tunapanga. Mwanadamu unaweza kupanga kila kitu, lakini Mungu kama hajakuwekea, hajakupa bahati, inaweza kuwa ngumu vile vile. Lakini sisi tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie. Maandalizi yetu sisi yanatupa imani kubwa kwamba tunaweza kupata alama 3. Mimi niseme kwamba kikosi kipo tayari, na tunachoomba ni kwamba mashabiki wa mkoa wa Kagera kama walivyojitokeza mechi zilizopita waje kwa wingi, waweze kuongeza hamasa kwa sababu wao ni muhimu kwetu. Sisi tumejipanga vizuri tu, wachezaji tuna ari, na tunaomba mashabiki support yao kesho zidi ya Azam katika mchezo wetu wa kesho. Tutapambana mpaka kieleweke. Tunawaahidi wachezaji, sisi kama wachezaji tunawaahidi washabiki, sisi kama wachezaji tutaweza kupata alama 3. The preparation of our game, it was very nice, and the players, they are ready to play this game. We know how it's important for us, you know, and the preparation also, we want to thank the board of Azam club, because they provide the appropriate atmospheres to let the team comfortable. And then we are here, and we know exactly our responsibilities that we have, and of course we spoke with the players that, you know, each game here is very difficult, is very tough, and that's why we talk with the players always that we have to be ready tactically, technically, but the most important, we have to be ready mentally to fight. The preparation, the trip was very good for us, and the players really, they know those responsibilities they have, what they have, and hopefully that we can make a good performance. But the most important, we are here to get the 3 points that give us more motivated to continue to end the season with good situation. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri. Kikubwa kwanza tunamshukuru Mungu kwa kuweza kutusafisha salama kutoka Dar es Salaam hadi hapa Bukoba. Pia kama wachezaji sisi tunajiandaa vizuri. Pia tunapoelekea katika section yetu ya mwisho ya mazoezi, sisi kama wachezaji tunatambua umuhimu wa mechi ya kesho, na tunajua kama Kagera wana timu nzuri, wana wachezaji ambao experience ambao wamecheza muda mrefu, lakini sisi kama wachezaji tunajua umuhimu wa mechi ya kesho, na inshallah tutapata matokeo. Kweli mashabiki kwenye mechi 2 za nyuma hivi tumekuwa na matokeo mabaya, na tunajua wanaumia, lakini sisi kama wachezaji tunajua na tunaumia pia, na tuahidi mashabiki kwamba tutaanza kuwapa furaha kuanzia mchezo wa kesho. Kama nilivyosema, Kagera wana timu nzuri na wachezaji ambao experience ambao wamecheza muda mrefu kwenye Premier League. Kwa sisi kama wachezaji tunatambua hilo, na sisi kama wachezaji ambao tushajua kwamba mechi 2 za nyuma ambao tumepata matokeo ambao sio mazuri kwa upande wetu. Kwa hiyo tuna focus na mchezo wa kesho, na tunajua umuhimu mechi itakuwa na ugumu kiasi gani. Kwa hiyo tutapambana ili kupata matokeo. Katika mchezo mwingine wa ligi kuu NBC utakaochezwa kesho Jumamosi, wenyeji Singida Black Stars wao watacheza dhidi ya Tabora United kwenye uwanja wa CCM Liti mkoani Singida. Kuelekea mchezo huo, kocha David Ouma na mchezaji Ayub Lianga wa Singida Black Stars wamezungumzia maandalizi yao sambamba na Rajab Masinga wa Tabora United. Kwanza nataka kushukuru Mwenyezi Mungu na asante sana kwa fursa hii nyingine ya kutupea nafasi ya kwenda kucheza mechi letu la 27 dhidi ya Tabora hapa nyumbani. Of course kitu muhimu kuwa ni sasa hivi tunaangalia sisi kama Singida Black Stars, tunasema how far tuko sasa hivi kama team. So ukiangalia katika jadwali mechi 4 zimesalia, nafikiria tumekuwa na momentum nzuri katika second leg ambayo inatupa pointi 50 sasa hivi katika jadwali, na ni jambo ambalo la kujivunia. Ila sisi kama team sasa hivi nia yetu ni kujua
kwamba kazi ambalo tulimefanya tujaribu kuboresha zaidi points ambazo tunayapokea, na muundo wetu kama team sasa hivi kucheza nyumbani nafikiria tumeimarisha zaidi kuliko hapo awali. Tulikuwa tuna struggle katika home fields ambao ni Liti, lakini sasa hivi wachezaji kulingana na muundo wetu wa mchezo kuna ile confidence ambayo tunachukua, ambalo tunasema ni home advantage. Nikizungumzia haya, of course katika kila mechi kuna ile intention ama intent ambayo tunakuwa nayo sasa hivi. So sisi kama team tuko very stable in terms of ukiangalia kitu ambalo tunasema sasa hivi katika msimu kiisha, mara nyingi sana mechi 4 ama 3 zikisalia timu zinafikiria msimu ujao. Tabora ni mashemeji zetu, ndio majirani, ila mechi unakuwa ngumu kwa wale ambao wanajuana. So kitu maana sisi kama team, na ndio kwa maana nimesema hivi, kesho tunacheza nyumbani. Kumbuka kipindi cha kwanza ilikuwa sare kule Tabora. Sasa hivi tunacheza nyumbani. Na mimi na believe kuwa kikosi changu kimeimarika kucheza nyumbani. So tulienda ugenini, of course some of my players atuku adapt properly na ile weather. So kuna wachezaji ambao sasa hivi maybe today madaktari watatuambia uwezo wao wa kutumika katika mechi ya kesho, lakini so far in terms of the team na preparation ya wachezaji wote tuko katika uwezo nzuri sana wa kuweza kupata kikosi bora ambayo itatufanyia kazi ya kesho. Sasa hivi wanafurika katika stadium. So kesho mkumbuke kuwa tunacheza na majirani zetu, shemeji wetu ambao ni karibu. Kwa hivyo tungependa mashabiki wetu mkuje kwa wingi zaidi, tuweze kukaribisha mashemeji wetu na tuweze kuonyesha uchezaji bora ambao tunafanya. Mchezo wa sisi na Tabora huo unakuwa mzuri, na kwa sababu ni majirani pia. Lakini pia hata ukiangalia mzunguko wa kwanza mchezo ulikuwa mzuri, kila timu ilikuwa inapambana kutafuta matokeo. Kwa hiyo sisi tumejipanga kwa mchezo wa kesho kutafuta matokeo. Tupo kwa ajili ya kupata pointi 3. Sababu tupo nyumbani na tutapambana kwa ajili ya kupata pointi 3. Zinatengeneza kwa sababu ni timu ambazo zipo karibu, zimeshabihiana, kwa hiyo lazima kila timu itafute pointi 3 ili kuhakikisha kwamba inajiweka vizuri. Naambia wasichoke, waje kwa wingi, waje kuisupport timu yao kwa sababu tupo kwa ajili ya kuwafurahisha. Kwa hiyo waje kwa wingi kwa ajili ya kufurahia ushindi wao wa kesho. Asante sana. Kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ameweza kufanya tumeweza kutoka Tabora salama na tumeweza kufika kwa Singida tukiwa salama kabisa. Kwa niaba ya wachezaji wenzangu kwamba hali yetu ya timu sasa hivi ipo vizuri kabisa. Tumejiandaa kiakili, kimwili, kimbinu tuhakikisha katika mchezo wa kesho dhidi ya Singida Black Star tunaenda kwenda kupata matokeo. Tuna uhitaji mkubwa sababu ukiangalia range yetu sisi na timu ambazo ziko chini yetu bado kuna range ndogo. Kwa hiyo sisi uhitaji wetu ni mkubwa sana katika mchezo wa kesho. Mchezo ni wa ushindani. Watu waje waone ushindani. Kwanza kabisa mimi napenda kuwashukuru mashabiki zetu. Bado wanaendelea kutupa support kwa namna moja ama nyingine. Ninachopenda kuambia ni kwamba waendelee kutupa support, waendelee kuwa na matumaini na sisi. Naamini katika mchezo wa kesho furaha itarudi tena. Vikosi vya Singida Black Stars na Tabora United leo vimefanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wao wa ligi kuu ya NBC utakaochezwa kesho kwenye uwanja wa Liti mjini Singida. Mwandishi Deus Liganga kutoka Singida anaarifu zaidi. Ni mazoezi ya mwisho kwa kikosi cha Tabora United katika kuwakabili majirani zao Singida Black Stars hapo kesho katika mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara ndani ya dimba la CCM Liti mjini Singida. Kwa hiyo tunahitaji kwenda kuwaambia Watanzania kwamba sasa kufungwa basi. Yaani kufungwa Tabora basi. Yaani sisi sio timu ambayo inahitaji kufungwa kila wakati, hapana. Mazoezi yamefanyika vizuri chini ya kocha wetu Halfan Mbonde, na tunaamini namna ambavyo kocha ametrain wachezaji wake na maandalizi ambayo yamefanyika yanatupa nafasi kubwa ya kwenda kupata ushindi katika mchezo wetu wa kesho. Lakini pamoja na yote hivyo lazima tukubaliane kwamba sisi ni Wanyamwezi. Wanyamwezi huwa hawakati tamaa kirahisi. Yaani Wanyamwezi huwa wanapambana mpaka tone la mwisho. Kwamba hali yetu ya timu sasa hivi ipo vizuri kabisa. Tumejiandaa kiakili, kimwili, kimbinu tuhakikisha katika mchezo wa kesho dhidi ya Singida Black Star tunaenda kwenda kupata matokeo. Kwa sababu ukiangalia range yetu sisi na timu ambazo ziko chini yetu bado kuna range ndogo. Kwa hiyo sisi uhitaji wetu ni mkubwa sana katika mchezo wa kesho. Kwa upande wao wenyeji Singida Black Stars wameendelea na mazoezi kuelekea mchezo huo. Kwamba kesho tuna mchezo wa ligi kuu dhidi ya Tabora United
saa 10 jioni, mchezo ambao tutacheza katika uwanja wa CCM Liti. Na kila kitu kiko tayari, mwalimu ameshazungumza hapa upande wa maandalizi ya tayari. Na kesho ndio siku rasmi ambao hata wachezaji wameshanihakikishia wanaenda kuipambania ndoa yetu mimi na bibie Christina Mwagala. Kwa hiyo niwakaribishe mashemeji wote wa Christina, mawifi wote wa Christina. Kesho ni siku ya kupendeza. Wale ambao wanachora piko leo waende wakachore piko. Tathmini yangu ni ushindi. Lazima tupate ushindi ili tujitengenezee mazingira ya kucheza kombe la shirikisho. Ndo nia yetu na madhumuni. Kesho tunaweza tukasema kwamba ni mwendelezo wa matokeo bora ya Singida Black Star. Siku zote sikio huwa alizidi kichwa. Na kama sikio alizidi kichwa, Tabora ni mtoto mdogo. Tulimwazima wachezaji, tumerudisha na squad yetu ni nzuri. Chini ya benchi la ufundi linaloongozwa na David Ouma, tuna wachezaji wazuri, tuna sababu ya kupata matokeo, tuna kila nia ya kutafuta nafasi nzuri ya kushiriki michuano mizuri ya klabu ya shirikisho barani Afrika. Bwana, sisi kwanza tunashukuru, kwanza shemeji kashajileta mwenyewe. Yaani hata ile gharama za sisi kuja kutumia usafiri kwenda kumleta biharusi tunapata shida. Sasa safari biharusi kaja mwenyewe nyumbani. Mchezo kati ya Singida Black Stars dhidi ya Tabora United unatarajiwa kupigwa hapo kesho Aprili 19 majira ya saa 10 jioni, ambapo katika mchezo wa kwanza timu hizo zilitoshana nguvu kwa sare ya magoli 2-2, mchezo ambao ulipigwa katika dimba la Al Hassan Mwinyi mjini Tabora. Kutoka mkoani Singida, Deus Liganga, Azam Sports. Tutazame taarifa nyingine sasa kuhusiana na klabu hiyo hiyo ya Yanga, ambapo mashabiki wa klabu hiyo kutoka Dar es Salaam wamesema kuwa wanaamini watapata ushindi katika mchezo wao wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Fountain Gate utakaochezwa Aprili 21 mwaka huu kwenye uwanja wa Tanzanite kwa Manyara. Vizuri, kwa hiyo tuifuate timu yetu. Tunacheza huko Manyara na Fountain Gate. Tuambie tu ndugu zetu watatutaka radhi kwa hili, kwa sababu tuna jambo letu. Tuende kwa wingi, tukashangilie timu yetu kama inavyofanya vizuri, basi na sisi mashabiki tuwe miongoni mwa mashabiki bora na wanaofanya vizuri hapa nchini. Mashabiki wa mkoa wa Manyara, nafikiri itakuwa pale Manyara pale. Jitahidini huko, ipokeni Yanga. Huko supu kama kawaida. Ukiona Yanga inakuja ujue supu ndo inatengenezwa hapo. Sasa cha msingi tujipange vizuri. Najua uongozi umejipanga kwa ajili ya kuisafirisha Yanga mpaka pale Manyara pale siku ya Jumatatu. Pointi 3 muhimu. Siku ya Jumatatu pointi 3 muhimu. Siku ya Jumatatu pointi 3 muhimu. Yanga hatujai kufeli katika michuano. Kwaona sasa na sisi tumejipanga na tutarudi na pointi zetu 3 na ushindi lazima. Sijawahi kukaa pembeni sema Yanga itafeli, hakuna. Mambo kama hayo, Yanga moto moto. Amini macho yao. Amini macho yao. Kama kawaida ushindi lazima. Pointi 3 muhimu. We are focusing on Monday's match. Hope we are going to win. Ninajivunia kuwa Yanga pointi 3 muhimu kwa kweli. Kuna watu mtaani wananiuliza hivi lini na ubingwa mnachukua. Nasema sasa tumeshindwa kufika CAF Champions League tukaishia katikati na ubingwa utushinde kweli. As I said, tunatengeneza historia nzuri kwa ajili ya kuchukua na hili kombe la NBC. Naamini wadogo zetu kidogo watatusame. Wanasemaga siku zote kumhukumu mtoto mdogo sio kusema umemwonea, bali unamfundisha. Tunaenda kuwafundisha mpira. Hii ndio Young Africa. Young Africa ni timu kubwa, ni mnyama ambaye hawezi kujulikana ametoka ndani ya sayari gani. Kokote unapokutana nayo Yanga, basi lazima ukubali kipigo. Turejea kwenye taarifa ya awali kuhusiana na mashabiki wa Yanga kule Manyara. Ni kuhusiana na mashabiki hao wa Fountain Gate ambao walikuwa wanazungumza kuhusiana na mchezo dhidi ya Yanga ambao walikuwa wanazungumza kutoka kule Manyara. Tuwasikilize. Na tuna historia nzuri ya uwanja wetu wa Tanzanite kwa raha. Wakati timu kubwa zote zinapokuja uwanja wa Tanzanite kwa raha, waga mara nyingi lazima zituachie alama. Unafikiri mechi itakuwa aina gani, kwa sababu Yanga amepita pale kileleni na tunaona kama vile hafungiki hivi? Unafikiri mchezo utakuwaje siku hiyo? Mchezo utakuwa ni mgumu kulingana na kikosi cha Yanga kilichopo, lakini na sisi kama Fountain Gate tumejiandaa, ukizingatia tunaelekea mwisho wa msimu, kwa hiyo tunazihitaji alama 3 kwa udi na uvumba. Na hivyo hamasisha wana Fountain Gate kujitokeza kwa wingi ili waweze kupa nguvu timu
Wana Fountain Gate popote mlipo, tunawaalika Jumatatu. Mchezo utakuwa ni mgumu kulingana na kikosi cha Yanga kilichopo, lakini na sisi kama Fountain Gate tumejiandaa, ukizingatia tunaelekea mwisho wa msimu, kwa hiyo tunazihitaji alama 3 kwa udi na uvumba. Kwanza tunaamini kwamba timu yetu itashinda katika uwanja wetu wa nyumbani, uwanja wa Tanzanite Kwala. Tunaamini hivyo kwa sababu kikosi chetu ni kizuri na Yanga hatutishi. Tunaamini kabisa kwamba tunakwenda kushinda. Na kama Yanga kweli hatutishi ni kweli, kwa sababu ukiangalia mchezo ambao tulicheza na Simba hapa Tanzanite Kwala, uliona jinsi gani ambavyo mchezo ulikuwa, na mchezo ulikuwa ni mzuri na hatimaye tuliweza kutoa sare kwa maana goli 1-1. Na hivyo basi dhidi ya Yanga tunakwenda kufanya vizuri. Sisi kama mashabiki tunaamini tunakwenda kumfunga Yanga, tunaamini tunakwenda kushinda katika mchezo huo, na sisi kama mashabiki tutakuja kwa hamasa kubwa kuhakikisha kwamba tunashinda. Tutaujaza uwanja wa Tanzanite Kwala sisi kama mashabiki wa Fountain Gate, na kama semaji tumejipanga vizuri kuelekea katika mchezo huo. Hatuendi kufanya makosa, tunakwenda kufanya vizuri katika mchezo huo. Mashabiki wametoka mikoa mbalimbali, wametoka wilaya mbalimbali za mkoa wetu wa Manyara, wanakuja makao makuu ya mkoa wa Manyara Babati mjini, ambapo ndipo ilipo jehanamu ya mpira wa miguu Tanzanite Kwala. Kwa hiyo tutakesha pamoja ndani ya The Finest City, ambapo ndio makao makuu ya tawi ya The Royal Fans. Kwa hiyo karibuni sana na tukesha pamoja na mashabiki wengine ambao wanashabikia timu yetu ya nyumbani Fountain Gate. Tunasema sisi siku zote hii ni ya nyumbani. Na tutazame lingine kubwa. Coastal Union ya Tanga maarufu kama Agosti wa Kaya wameendelea na mazoezi yao ya kuhakikisha wanapata alama 3 dhidi ya Ken Gold katika mchezo wa ligi kuu NBC utakaochezwa Jumatatu ya Pasaka kwenye uwanja wa CCM Mkokwani kule Tanga. Taarifa zaidi na Mariam Shidafa. Akizungumza na Azam Sports, kocha msaidizi wa Coastal Union Mansuri Abdallah amesema kuwa maandalizi yanakwenda vizuri ili kuhakikisha wanajinasua kwenye jinamizi la kucheza playoff. Kusema la kweli ni mchezo mgumu kwa ajili ya wale wanahitaji kujinusuru hata kupata kucheza kwenye playoff, na sisi tunahitaji kutoka katika njia moja ambayo tusiingie katika ile sehemu ya hadha ya kucheza playoff, kwa ajili playoff ni mchezo mgumu na ni mchezo wa bahati nasibu wa namba pia. Ukichanga karata zako vizuri unaweza ukajikuta umeangukia katika sehemu mbaya. Ukiangalia sisi tunachoenda kukipambania ni kuweza kama wanamangu kuchukua pointi 3 kwa njia yoyote ile mechi hii. Kwa hiyo hatutamwangalia Ken Gold amekujaje na mipango gani. Sisi tunachoenda kukifanya ni sisi kama technical kuingiza kila kitu tunachokiamini, tukiingia katika eneo la uwanja tutaweza kumaintain na kuweza kuzipata hizo pointi 3. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, maandalizi siku baada ya siku kama technical kama timu kwa ujumla yanaendelea vizuri, na tuna imani siku hiyo ikifika tutawapa furaha wanamangush. Kuhusiana na swala la kuondoka kwa aliyekuwa kocha mkuu wa Coastal Union Juma Mwambusi kama kimeathiri wachezaji, hapa afisa habari wa klabu hiyo Abasieli Sabri akalitolea ufafanuzi. Actually kuondoka kwa mwalimu au kutokuwepo kwa aliyekuwa mwalimu wetu Juma Mwambusi hakukuathiri kitu, kwa sababu mara nyingi na mara zote sisi tumekuwa tukijenga imani na mwalimu Joseph Lazaro, kwa sababu yeye anajua falsafa za timu, anajua hao vijana, anajua tangu wanaanza kuingia kwa maana kusajiliwa, na msimu mzima huu wamekuepo. Kwa hiyo hakukuathiri kitu chochote, isipokuwa tumeona kwamba hata morali yenyewe imeongezeka ndani ya timu. Pengine inawezekana yeye anajua namna gani na walimu wenzake kina Mansuri wamefanya kitu gani ili kuongeza hiyo morali. Coastal Union baada ya mchezo huo na Ken Gold itasafiri kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya kushiriki kombe la Muungano. Timu inajiandaa vizuri. Actually moja katika mambo ambayo tumeyaplan kama club, tumekosa ligi kuu ya NBC, tumekosa kushinda kombe la CRDB la shirikisho. Hamu na kiu kubwa kwa wanamangush basi ni angalau turudi na kombe la Muungano huko visiwani Zanzibar. Kwa hiyo tunakwenda si tu kushiriki ligi ya Muungano, isipokuwa tunakwenda kushindana ili tuweze kushinda kombe lenyewe la Muungano. Mariam Shidafa, Azam Sports. Na kuelekea mchezo wa nusu finali kombe la shirikisho Afrika kati ya Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch Jumapili wiki hii, waziri wa viwanda na maendeleo ya biashara Zanzibar Omar Said Shaban ametoa shukurani kwa klabu ya Simba kwa kuchagua uwanja wa Amani visiwani Zanzibar kwa uwanja wao wa nyumbani, lakini pia amegusia faida za kibiashara ambazo zitaonekana kupitia mchezo huo. Asante. Kwanza nichukue fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza sana management ya timu ya Simba kwa uamuzi wao wa kuamua kuileta mechi hii
ya nusu fainali ya kwanza ya kombe la shirikisho barani Afrika kuja kuchezwa katika ardhi ya Zanzibar na particularly uwanja wa Amani Complex. Ni uamuzi wa kizalendo, lakini pia unalenga kuwapa furaha mashabiki wao waliokuwepo Zanzibar. Nafikiri lakini pia niwapongeze wao pia kwa jitihada kubwa, pambana walikofanya mpaka wakafika kwenye hatua hii ya nusu fainali. Siku zote tunajua miaka yote timu ya Simba katika mashindano ya kimataifa yanayoandaliwa na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF wamekuwa wakiishia robo fainali, na kwa mwaka huu wamekuwa so determined, wamekuwa na dhamira kabisa ya kweli unayoiona ya kuvuka, na kauli mbiu yao waliokuja kusema kwamba hii tutavuka, basi imekuwa kweli, na tunawashukuru na tunawapongeza sana. Ni jambo la kufurahisha, linafurahisha kama taifa, kwa klabu yenyewe pia, lakini kwa Afrika Mashariki, kwa sababu kama tunafahamu klabu ya Simba ndio imekuwa timu pekee katika mashindano haya. Tukisalia huko, zikiwa zimebakia siku mbili kuelekea mchezo wa nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba dhidi ya Stellenbosch kutoka Afrika Kusini, taswira nje ya uwanja wa Amani imeanza kubadilika kuendana na maandalizi ya mchezo huo. Shughuli mbalimbali za kibiashara pamoja na zoezi la ukataji wa tiketi linaendelea vyema na salama. Mwenzetu James Samuel amekita kambi nje ya uwanja huo na hapa anaripoti kuhusu yanayoendelea huko. Linaitwa vuvuzela, asili na chanzo chake ni Afrika Kusini, na hapa tupo nje ya viwanja vya Amani, nikiwa na maanisha kwamba uwanja ambao utaenda kufanyika mchezo wa nusu fainali ya kwanza kati ya Simba Sports Mnyama dhidi ya Stellenbosch The Starlies kutoka Afrika Kusini. Maana ya kuanza na vuvuzela ni kukuonesha kwamba asili ya dude hili ni kutoka Afrika Kusini, na Jumapili Simba Sports mashabiki wake wataenda kuyapuliza haya kuwaonesha kwamba Starlies japo yanatokea nchini kwao, lakini Watanzania wanaweza pia kuyatumia. Ni nje ya viwanja vya Amani kama ambavyo unaona. Wajasiriamali wameiona fursa na wameweza kuitumia jezi za Simba. Siku mbili kabla ya mchezo wenyewe husika, wajasiriamali wamejaa hapa na shughuli mbalimbali zinaendelea, na hapa ni maeneo ambayo utapata jezi za aina zote. Wako hapa kuhamasisha, wapo hapa kutengeneza mvuto na ile hali ya kuelekea kwenye mchezo wenyewe. Tumesikia sana kutoka kwa wachezaji, tumesikia sana kutoka kwa viongozi wa timu hizi, lakini leo tuko hapa kukuonesha mazingira halisi ya nje ya uwanja kuelekea kwenye mchezo huo. Zanzibar ni nyekundu, Zanzibar ni nyeupe, nikiwa na maanisha Simba Sports ndio wametawala kwenye viunga vingi. Lakini nje ya uwanja wa Amani, kama utaratibu ulivyotolewa kuhusiana na namna ambavyo tiketi zinaweza kupatikana, taratibu zinaendelea kukoa na usalama kabisa wa kutosha. Wale wahusika ambao wanahusika na kuuza tiketi wakiwa wanaziuza tiketi, na watu wamekuwa wakijitokeza kwenda kuzinunua hizo tiketi. Zinaendaje na hali yake ikoje? Tumepata kusikia kwamba mauzo yanaenda vizuri kutokana na kwamba kila mtu ana hamu, kila mtu ana hari ya kutaka kuingia na kwenda kushuhudia kwa macho yake. Lakini wewe ambaye hautaweza kupata fursa ya kuingia, usipate shida, kwani Azam TV tuko hapa toka siku ya kwanza kuhakikisha live kwa HD unauona mchezo huu. Uwanja wa Amani uwezo wake ni kuingiza watu 15,000 na asilimia kadhaa, lakini Watanzania ni zaidi ya milioni 63 watakupata na kuhakikisha kwamba safari ama mguu wa kwanza wa Mnyama Sports kuelekea fainali ya michuano ya kombe la shirikisho Afrika, kama ambavyo matumaini ya Watanzania wengi hapo, ndivyo ambavyo itaenda kuwepo. James Samuel huyo kutoka visiwani Zanzibar. Huni mshike mshike, twende break, tutarejea. Haya ni maajabu. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Tuendelee kutazama iliyojiri kwenye mshike mshike, tukisalia kule visiwani Zanzibar, ambapo kikosi cha Stellenbosch leo jioni kimefanya mazoezi yake ya kwanza baada ya kuwasili mapema hii leo. Mazoezi hayo ambayo yalisimamiwa na kocha mkuu wa kikosi hicho Steve Becker yalifanyika katika viwanja vya mazoezi vya Amani. Katika mazoezi hayo Stellenbosch walionekana wakiwa kamili na wachezaji wao wote, ikiwa ni maandalizi kuelekea mchezo wa Jumapili dhidi ya Simba katika uwanja wa Amani visiwani Zanzibar. Mwenzetu James Samuel alikuwa shuhuda wa mazoezi hayo na hii ni taarifa yake.
Ndani ya viwanja vya mazoezi vya Amani ni kikosi cha Stellenbosch. Kawaida siku mbili zilizopita alikuwa ni Simba Sports hapa, lakini leo wageni wa mchezo Stellenbosch kutoka Afrika Kusini. Kumbuka safari yao ilianza alfajiri na wakaingia Zanzibar majira ya asubuhi, lakini wakiwa katika visiwa hivi jioni wamepata fursa ya kufanya mazoezi hapa. Kikosi chao kinaonekana kikiwa full, wako hapa, hakuna usumbufu wowote wala shida yoyote ambayo wamekutana nayo, wakiwa na amani kabisa. Kikosi chao kiko hapa. Kwa taarifa ni kwamba kuna habari nzuri kwenye kikosi chao, kwani nahodha na golikipa wao namba 1 Seji Stephens ameungana na kikosi. Kumbuka walicheza mchezo wa ligi katikati hapa na kucheza nafasi yake, akacheza golikipa namba 2 Maswako. Lakini wachezaji wengine kama Blan Mandela Onyango, nyota wa zamani wa Mamelodi Sundowns, huyu yuko hapa. Lesi Banku pia yupo, anaonekana kwenye kikosi hiki, lakini na nyota wengine ambao wanatajwa kuwa ni hatari na maarufu, na hii yote inakuonesha kwamba zile maandalizi ya mwisho kuelekea kwenye mchezo. Kumbuka leo kwa mujibu wa taratibu watafanya mazoezi nje ya uwanja ambao watachezea, lakini kesho taratibu zinawaruhusu kufanya mazoezi ndani ya uwanja wa mechi. Kwa hiyo kesho wao watafanya mazoezi kwenye uwanja mkubwa wa Amani ambapo mchezo ndio utafanyika. Kwa leo kocha wao Steven Baka yuko hapa anasimamia mazoezi na ni ndani ya viwanja vya Amani. Wanaendelea kwa amani kabisa kama lilivyo jina la viwanja hivi. Tukisalia visiwani Zanzibar, timu ya Simba imeendelea na hamasa visiwani Unguja kuelekea mechi yao ya nusu fainali dhidi ya Stellenbosch kwa kutembelea matawi matatu ya timu hiyo maeneo mbalimbali ya visiwa vya Marashi ya Karafuu. Msemaji wa kikosi hicho na meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali amezungumza na wanachama na mashabiki wa matawi ya Simba maeneo ya Mkwajuni, Bumbini pamoja na Mbuzini visiwani humo. Tukihitaji ndugu zangu siku ya Jumapili ni ushindi. Na sio ushindi wa kawaida, sio ushindi kiduchu. Hii sio mechi ya bora la matatu. Hii ni mechi ambayo tunahitaji ushindi mkubwa, na ushindi mkubwa unatokana kwa wanasimba wote kuunganisha nguvu kwa pamoja kwende tukaupigania ushindi huo. Niseme ndugu zanguni, tunaitafuta fainali ya Afrika. Tunaitaka fainali ya michuano ya Afrika. Tunataka kombe hili mwaka huu. Hivyo basi, tayari dalili njema zimeshaanza kuonekana. Nazo ni kufika hatua hii ya nusu fainali. Kwa hiyo paliko baki ni padogo lakini pagumu. Ahmed Ali, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba. Kuelekea mchezo huo wa nusu fainali kombe la shirikisho Afrika utakaozikutanisha Simba dhidi ya Stellenbosch, mfadhili wa zamani wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Azam Dewji kesho ataongoza zoezi la utoaji wa damu katika hospitali ya taifa Muhimbili, huku kila mtu atakayejitokeza katika zoezi hilo akipewa jezi ya Wekundu wa Msimbazi bure. Niliamua kwamba niwahamasishe wapenzi wa Simba ambao wanaishi Dar es Salaam hapa, kesho siku ya Jumapili na Jumamosi wajitokeze Muhimbili Moi pale tukachangie damu ili tumuombe na Mungu kwamba tunatoa sadaka, naomba utusaidie tupate baraka tushinde mechi ya Jumapili. Kwa hiyo vile vile nimeongea na ndugu yetu Sunderland ambayo tumeshirikiana naye, kanipatia jezi 400 ambayo ziko hapa. Wapenzi wa Dar es Salaam tunategemea kupata wapenzi 200. Kwa jezi 200 zitakuwa kwa ajili ya Dar es Salaam na 200 zitakuwa kwa ajili ya wapenzi Zanzibar ambayo watachangia damu. Naomba tu Shirikisho la soka Tanzania TFF limesema linatarajiwa kuanza rasmi matumizi ya VAR kuanzia msimu ujao wa ligi kuu ya NBC na michuano mbalimbali ya kitaifa. Kauli hiyo imetolewa leo Dar es Salaam na msimamizi wa mradi wa VAR nchini Boniface Wambura wakati wa kufunga mafunzo maalum ya matumizi ya teknolojia ya VAR kwa waamuzi kwenye shirikisho la kimataifa FIFA. Hii ni kozi kama tunavyojua, TFF tuko kwenye programu ya matumizi ya VAR, teknolojia ya VAR. Kwa hiyo tunayo project tunaendelea nayo.
na ili utumie VAR lazima upate kibali cha approval ya FIFA, sababu FIFA ndo wanasimamia hii kitu. Kwa hiyo sisi tulivyoamua kuingia kwenye hii project ilibidi tuwasiliane na FIFA tupewe utaratibu wa kuendesha, lakini ni kozi ambayo mpaka ikamilike itakuwa na sessions 6. Kwa hiyo leo tumeenda kukamilisha session ya pili, kwa hiyo kuna zingine 4 zinakuja mbele huko. Kwa hiyo target yetu kama tutakwenda kama tulivyopanga, matumizi ya VAR yanaweza yakaanzia msimu unaokuja September, Agosti. Kwa hizi kozi zitaendelea mfululizo na FIFA ndo wanatupa hao instructors. Tuna equipment zipo hapa kwa maana ya mashine, na tuna wataalamu wengine tunachangia kutoka sehemu zingine kuhakikisha kwamba michuano ya Azam FC Inter College imeendelea kutimua vumbi huku ikileta taswira mpya kwa wanafunzi ndani ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Sasa imekuwa kubwa. Tulipoanza tumeona kwamba mwitikio wa wanafunzi na watu baadhi wa maeneo hapa wamekuja kuangalia vipaji, lakini kubwa zaidi sasa hivi tuko kwenye hatua ya makundi ambao tunakwenda robo finali. Timu kama unavyojua zilikuwa 16, sasa hivi tushaanza kuelekea kwenye zile timu 8, umeona, kuelekea kwenye robo finali. Lakini ukiangalia tathmini ya mashindano yanakwenda vizuri kuanzia kwa watu wetu wa vipaji, timu yetu ambayo ikiongozwa na Godfrey Mwamnyanyi kwamba wanafanya vizuri na kila siku wanapata vipaji. Lakini pia hamasa ile ya wasemaji wa vilabu imekuwa kubwa sana. Lakini kabisa pia kama mnavyojua sisi ni miongoni mwa makampuni ya Baharesa. Watu wa Azam Pesa wamekuja kutoa elimu, watu wa Maji ya Uhai wamekuja kutoa elimu, watu wa Opili wamekuja kutoa elimu. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba haya mashindano yamekuwa na hadhi ya juu kabisa, mwitikio uko mkubwa kabisa, lakini kubwa zaidi tuwaambie tu fans na Watanzania kwamba finali itafanyika Chamazi. Na la ziada kwenye mshike hii leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, jina langu ni Kennedy Moses, tukutane wiki ijayo.